Kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia vyombo vya anga Aero-Corner, nchi zenye silaha bora duniani mara nyingi ndio nchi ambazo humiliki au kuzalisha ndege zenye ubora katika mapambano ya kivita. Baadhi ya ndege hizi zinapatikana sokoni kwa ajili ya matumizi ya nchi nyingine na nyingine haziwezi kabisa kuuzwa. Ndege bora zaidi ya kivita duniani kwa mwaka 2026 zimeorodheshwa kutokana na uwezo wa mapigano, uwezo wa ndege, uwezo wa kukwepa makombora, utambuzi wa adui, ushiriki wa data, uwezo wa kulenga silaha na rekodi za mapambano. Toleo la ndege hizi ni ishara ya uwezo wa ndege za kivita. Katika nafasi ya kwanza ni Lockheed Martin F-22 Raptor. Hii ni ndege bora zaidi ya kivita kuwahi kutokea. Ina vipengele vyote muhimu vya ndege na hutembea kwa kasi ya kilomita 2410 kwa saa. Injini mbili za F119 ndio zinazoifanya iwe ya hatari zaidi katika mapigano na ina uwezo wa kulenga shabaha kutoka umbali mrefu. Mchanganyiko wa kasi, uwezo wa kujificha kutokana na rada na uwezo mkubwa wa angani ndiyo maana halisi ya kushika nafasi ya kwanza. Raptor ndiyo ndege pekee ya kivita ya kiwango cha juu ambayo Marekani imekataa kuuza kwa nchi za nje. Sheria ya mwaka 1998 ilipiga marufuku mauzo ya nje ili kulinda siri za mashambulizi, rada na vifaa vyake. Hivyo ndege zote 186 zinatumika na jeshi la anga la Marekani pekee. Uzalishaji wake uliisha mwaka 2011. Ndiyo maana ndege hizo sasa ndizo ndege adimu zaidi. Nafasi ya pili ni Lockheed Martin F-35 Lightning II. Hii inatembea kilomita 1930 kwa saa. Ndege aina ya F-35 huunganisha taarifa za rada, picha na vifaa vya kielektroniki katika picha moja, hivyo kumruhusu rubani kuona na kupiga shabaha. Inapatikana katika matoleo matatu na imetumika katika harakati za mashambulizi ya vikosi vya anga. Inashikilia namba 2 katika orodha ya ndege bora za kivita Marekani pamoja na Raptor. Kuna zaidi ya ndege 1100 za aina hii zilizotolewa kufikia mwaka 2026 na nyingine zinazalishwa kwa ajili ya mataifa zaidi ya 12. F-35 imekuwa uti wa mgongo wa nguvu ya anga za mataifa ya Magharibi. Nafasi ya tatu ni Chengdu J-20 Mighty Dragon. Ndege ya kivita ya J-20 ya China ndiyo ndege imeleta changamoto kwa ndege za kivita za Marekani. Imeundwa ili kushambulia maeneo muhimu kama ndege au meli za mafuta na ndege za rada za angani. Imebeba kombora la PL-15 lenye kasi ya kilomita 2469.6 kwa saa. Uzalishaji wake unaongezeka kwa kasi zaidi kuliko ndege nyingine yoyote ya kizazi cha 5 mbali na F-35. Kwa mujibu wa taarifa, makombora yake hushambulia kwa dhumuni la kuteketeza meli na ndege za rada za adui. Ndiyo maana J-20 inawatia wasiwasi wa Magharibi kutokana na uwezo wake katika mapigano. Nafasi ya 4 ni Sukhoi Su-57 Phelan. Hii ni ndege ya Urusi. Ni ndege ya kivita ya kizazi cha 5, lakini ni ya 4 kwa sababu ya uchache wa ndege zilizopo na idadi kubwa ya taarifa zake ambazo hazijathibitishwa. Inaweza kuendeshwa kwa urahisi na injini yake ni ya kasi sana. Udhaifu wake ni kuweza kuonekana katika rada na ukubwa. Nafasi ya 5 ni Eurofighter Typhoon.
Hii ndiyo ndege bora zaidi miongoni mwa ndege zinazoweza kuonekana na rada duniani na ndiyo ndege bora zaidi katika safu ya vizazi vya 4 na 5. Inaendeshwa na Uingereza, Ujerumani, Italia, Uhispania na wadau wengine wa nje. Ina kasi ya takriban kilomita 1320 kwa saa. Inatumia kombora la Meteor. Ndege hii hutumia rada ya AESA ambayo haifanyi Typhoon kushindana dhidi ya vitishio visivyoonekana. Nafasi ya 6 ni Dassault Rafale. Rafale ya Ufaransa ndiyo ndege ya kivita ya kizazi cha 4 na 5 yenye uwezo mkubwa zaidi. Ni bora katika mashambulizi pamoja na upelelezi. Hutembea karibu kilomita 1320 kwa saa na hubeba kombora la Meteor. Kinachoitofautisha na Typhoon ni seti yake ya vifaa vya kielektronic ya Spectra, mojawapo ya mifumo bora ya kujilinda na ina rekodi nzuri ya mapigano. Libya, Mali, Iraq na Syria. Usafirishaji wake nje ya kwenda India, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar na Ugiriki umeifanya kuwa ndege ya kisasa bora ya Ufaransa inayosambazwa nje ya nchi na kuwa maarufu miongoni mwa ndege bora za kivita za Ufaransa. Nafasi ya 7 ni Boeing F-15EX Eagle II. Hii ni uthibitisho kwamba muundo wa miaka 50 bado unaweza kuwa moja ya ndege bora zaidi duniani. Inaruka kwa kasi ya takribani kilomita 2655 kwa saa, yenye uwezo wa kubeba makombora mengi zaidi ya angani kuliko ndege nyingine yeyote. Sio siri, kwa hivyo inafanya kazi kama lori la makombora ya masafa marefu nyuma ya F-22 na F-35. Ni moja ya ndege kubwa zaidi za kivita zinazohudumu. Nafasi ya 8 ni Saab JAS 39 Gripen E. Hii ndiyo ndege nyepesi zaidi duniani. Ni ndege ya injini moja yenye kasi, rada ya kisasa ya AESA, vifaa vya kielektroniki vya hali ya juu na kombora la Meteor. Imejengwa ili kutua kwenye barabara na kusukumwa na watu wachache. Falsafa ya usanifu inayolenga kupunguza gharama za utengenezaji na marekebisho. Nafasi ya 9 ni Boeing F-A-18E-F Super Hornet. Super Hornet hii ni ndege ya Marekani yenye injini mbili, yenye kasi na rada ya AESA. Uwezo wake wa nyumbulifu na uwezo wa kubeba silaha za aina mbalimbali ndiyo huiweka katika 10 bora. Nafasi ya 10 imeshikwa na Sukhoi Su-35 Flanker-E, ikiwa ni ndege ya kivita ya Urusi na moja ya ndege yenye kasi ya masafa marefu ya mapigano. Rada yake ina usahihi na ndege hii inahitimisha orodha ya ndege 10 bora zaidi duniani kwa mwaka huu wa 2026. Taarifa hii imeandaliwa na Mwantumu Mkwawa. Mimi ni Godfrey Ringo.